Wewe uko wapi? Baba, mimi natokea hapo dukani. Hivi Rashmi, mbona wifi yako simuoni ndani? Baba, wifi mbona kaondoka toka juzi? Kaondoka? Alisema anaenda nyumbani kwake. Kuna vitu anaenda kuviweka sawa. Ndio ondoke bila kuniaga? Kwani kaka hajakupa taarifa? Hapana. Juma. Juma. Naam. Wewe mkeo yuko wapi? Samahani mzee wangu. Mke wangu nimemsafirisha. Ametangulia nyumbani. Kama unavyofahamu, tumebakiza siku chache tu kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kaenda kuandaa mazingira. Kwa hiyo ndio ondoke bila kuniaga? Samahani kwa hilo mzee wangu. Tulijisahau tu kwa sababu ilikuwa ni ghafla sana. Wewe usijifanye mjanja, mimi nishakujua. Rashmi, ingia ndani. Yaani wewe Juma, unajua wewe mjanja sana, sio? Kwa sababu tu nimekukuta na yule mwanamke pale barabarani, unamtorosha mkeo ili nisimwambie, sio? Sasa mbona mpaka asili nayo? Sasa nikampigia tu simu, bwana huku mmeo yuko na wanawake barabarani. Si imeisha? Taarifa zimefika sijafika? Baba, unanielewa vibaya mwanao. Yule mwanamke ule nikuta naye pale, sina mpango nao wowote ule, isipokuwa tu nilikuwa namuelekeza masuala ya dini. Mbona unashindwa kuelewa mzee wangu? Masuala ya kidini, sio? Mimi sio mtoto. Endelea mambo yako. Kwa nini mzee ana jambo gani na mke wangu? Kwa nini kila swala ninalolifanya mimi kuhusu mke wangu, yeye anakuwa kipaumbele sana kuingilia masuala yangu? Huyu atakuwa na kitu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kanifumbua mapema, nimemsafirisha mke wangu. Nimekukomoa mzee wangu.
Naam baba. Nimekuita hapa, kuna jambo kidogo nataka nikueleze. Unajua mwanangu Juma, wanasema kila lenye mwanzo halikosi na mwisho. Na mtu majanga kula na wakwake. Sasa kutokana na hii hali ambayo tunaishi, nimekaa nimefikiria sana kwamba niweze kutafuta mama yako mwingine wa kuishi naye. Sasa kwa hili jambo nimeona nikushirikishe kwanza mwanangu, sababu yako mengi sana ambayo nimeyafanya hayampendezi Mwenyezi Mungu. Mbaya zaidi ile tukio nilifedheka sana. Ndio maana nimekaa nimewaza, siwezi kuishi hivi. Mimi ni mtu mzima, nitafuta tu mama yako kuishi naye, iko kukaa na vijana kama vile. Vijana wananifedhesha sana. Kwanza nikupe pongezi sana baba yangu kwa kufikiria jambo zuri kama hili, kwa sababu hili ni jambo la heri, na sijawahi kufikiria kama kwa siku za hivi karibuni utakuja kunitamkia maneno mazuri kama haya ambayo nayasikia leo hii. Na huyu ndo baba yangu ambaye mimi namfahamu watoka enzi zile, na sio huyu wa katikati aliyokuwa anavuruga mambo. Hapa nyumbani wewe unaishi na Rashmi, na mimi nimekuja tu katika hiki kipindi kifupi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sina siku nyingi nitarudi nilikotoka. Kwa hiyo nikikutazama umri uliokuwa nao, kuendelea kuishi peke yako sio vyema kabisa. Ulivyoniambia kwamba unaoa, mimi kwangu imenipendeza sana. Na hii inaenda kuniheshimisha hata mimi mwanao, na kufuta zile fedheha zote ulizozipata hapa juzi kati. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa na ina imani umenielewa. Mimi nimekuelewa sana baba yangu, lakini mimi nilitamani sana kumuona wewe mama yangu mpya kabla sijaondoka, kwa sababu unafahamu nina siku chache tu hapa. Sawa mwanangu, basi kama ulivyoniomba kwamba unahitaji kwanza kumuona huyo mtu, bila shaka ikisha karibia nitakuonesha. Sawa, mimi namsubiri kwa hamu. Na kwenye hili baba yangu, mimi nitakuwa na wewe bega kwa bega, sitokuacha hata hatua moja. Na kuanzia sasa wacha nianze kufanya maandalizi ya harusi. Na kwenye hiyo harusi Juma, mbona mapema sana? Ni jambo la heri baba, wacha tu nifanye mapema. Na sawa. Haya mzee wangu, mimi niko ndani. Nashukuru. Kijana kawa na moto kweli kweli. Maandalizi ya harusi mara hii. Asa Hadija mdogo wangu, umeshindwa kuongelea ndani, umeniita hapa. Lengo na mazumuni yako ni nini? Isitoshe, mimi nilikwambiaje kuhusu hayo ni mavazi? Yaani sipendi nikuone umevaa hayo mavazi, lakini wewe mimi hutaki kunielewa kabisa. Sawa. Niambie nini ambacho kilichokufanya uniite hapa? Usijali kaka, nitabadilika. Alafu hilo sio lengo nilokuitia hapa. Na jambo langu kaka.
na ndio maana nikakutoa kule ili tuje kuongea hapa. Kaka, nilipata mume, nataka kuolewa. Haya, wewe na ndoa wapi na wapi? Sababu wewe ndugu yangu, wewe kiburi, jeuri, fedhuri, yaani wewe kinyuma wala mbele. Huyo mwanaume gani ambaye ataka akustiri wewe? Hajakujua tu, lakini wewe ni sawa sana bure. Lakini sawa dada, nisikunje imani kwa sababu kila mtu ana bahati yake. Haya, huyo mwanaume ambaye ataka kuwe wewe anakaa wapi? Anakaa hapo tu kaka. Sio mbali na hapa. Oh, sio mbali na hapa kumbe. Sio mbali na hapa. Basi sawa, ni jambo zuri. Anaitwa nani? Ni mkaka mmoja hivi mweupe hivi. Ana nywele shombe. Wanapenda kumuita Buda. Huyu Buda anatafuta nini mimi? Oh, anaingia kwenye familia yangu tena. Yaani Buda atakakuwe wewe. Ani ili sitoruhusu, namfuata huko huko. Kwani kaka na Buda wanajuana ama mbona amechukia? Jamani, atakubali nani? Karibu. Asante. Hapa ndo nyumbani. Ndio. Juma. Namba. Njoo mara moja. Nenda kitena. Juma. Naam baba. Nimekuletea mgeni. Ugeni nimeuona baba. Bila shaka atakuwa ni mama yangu. Wewe unaenda haraka wewe. Bila shaka yale mazungumzo ya kipindi kile. Huyo ndo anatarajia mama yako. Sawa baba, binafsi nimefurahi sana kumfahamu mama yangu, na nikutoe tu hofu baba. Kwenye hili mimi sina kipingamizi kabisa, tena natamani ule mpango wa harusi kama itawapendeza tufanye haraka hata kabla sijarudi kule. Juma, hayo yatafanyika tu, wala usijali. Mama, unamsikia mwanao? Msikia. Msikia. Ana hamu sana ya kumwona baba yake akiwa. Baba, awamu hii ninavyoondoka, natamani nikuache katika mikono salama ya mama yangu. Nashukuru kwa ushauri. Uliniambia una mtoto wa kike? Yupo. Rashid. Yuko wapi Rashid? Natoka kidogo, taenda hapo dukani kufuata vitu vya futari. Unajua muda unakaribia wa kufuturu. Basi sawa. Utamwona tutarudi. Sawa? Baba,
kwa kuwa Rashmi bado hajarudi dukani, basi mimi nilikuwa naomba nimwandalie mama chochote kitu. Au mama umefunga? Mimi nimefunga. Nimefunga. Basi sawa, kama umefunga, naamini tutajumuika wote katika iftari ya jioni. Sawa, inshallah. Tupo pamoja. Baba. Basi mimi ngoja nikuache na mgeni muweze kuzungumza mawili matatu. Mimi niko hapo ndani. Mama, karibu. Jisikie uko nyumbani. Mtundu huyo. Anakijana mzuri, mstaarabu. Ndio maana nilimpa jina la babu yake. Mzee Juma Kikoti. Kama nikaona hapo kabisa. Mama, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka sasa hivi afya yako imetengemaa. Alhamdulillah. Kwa sababu ni jambo la kumshukuru Mungu sana, na mimi sikutegemea kama ungeweza kuendelea kufunga pindi pale unapoumwa. Mimi mwenyewe namshukuru Mwenyezi Mungu. Yumba lakini namshukuru Mungu naenda kumaliza, ingawa kudondoka kule kuliniletea mashaka. Lakini alhamdulillah nimeimarika, namshukuru Mungu. Niliogopa sana mama, lakini ndio hivyo. Kila jambo lina makusudio yake kwa Mwenyezi Mungu. Mama, nisisahau kitu. Adija bwana mwanao juzi aliniita nyuma ya nyumba. Nilicheka sana, lakini nikasema kila mtu ana bahati yake. Mwanao sataka kuolewa. Subhanallah. Haya, mchumba mwenyewe nani? Mama, mimi mwenyewe nilicheka kama wewe. Nafikiri wewe umecheka kidogo, mimi nimecheka sana. Nikaa nasema wewe Adija, jinsi hivyo ulivyo kiburi, jeuri, kweli utaweza kutulia kwenye ndoa? Maana ndoa ina misingi yake. Ndoa inahitaji mwanamke ambaye mwenye haiba ya kike. Wewe dada yangu, hata haiba ya kike umeikosa. Kweli utaiweza ndoa? Akanambia, kaka, mimi naweza ndoa, nitabadilika. Nikamwambia sawa. Usione kama nakubania riziki. Niambie huyo mwanaume ambaye anataka kuoa ni nani? Kanitajia Buda. Astaghfirullah lazima. Huyo Buda jamani, si ana mke wake? Na Buda si rafiki yako wewe? Ni mama, mimi nimechoka kweli kunitajia Buda. Nikasema huyu Buda ananitafuta nini katika familia yangu? Nikaona hapa nimfuate. Nimeenda mpaka kwake sijamkuta, nimeambiwa kasafiri. Sasa nikachanganua, nikasema kweli amesafiri ama vipi? Nikasema bora Mungu alivyomuondosha, kwa sababu eti kama ningemkuta pale ningekuwa sio mimi tena mama, ningeisha vurugu, kwa sababu Buda mimi ninamjua mama vizuri. Utakwenda kumpiga kwa sababu mnajuana mambo yenu. Sema atakuwa ajui kama wewe yule ni mdogo wako. Kwa hiyo kama uliamua kumfuata umemkosa, basi ongea tena na mdogo wako, kwa sababu
Ukimuozesha ule mdogo wako ni mtihani. Utapata kesi bure hapa, na kama unamuozesha basi wewe ita shehe atie ubani aende zake. Ukichukua mali pale, mimi sina cha kulipa wallahi. Kwanza kabla sijasahau, kuna ndoa huko, mkweo wa dada yako huyo mzee Kikoti huyo, Shekanzo anaoa leo. Kweli mzee akizeeka na kwa malaika. Anaoa mwanangu, hivi unavyomuona Hadija toka asubuhi hapa simuoni, atakuwa huko huko. Si unamjua kwa shughuli. Hajaalikwa yumo, ngoma anaicheza kama yake. Sasa ndo kaalikwa kaenda huko, na ukipata nafasi mwanangu nenda kashiriki kwa sababu ni jambo la heri. Sema ni jambo zuri mama, sababu anafanya nusra ya Kiislamu. Kama kweli kabadilika, Mungu amuongoze hivyo hivyo, asije akachenjigia angani. Na mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu apate mwanamke ambaye ana hofu na Mwenyezi Mungu, ambaye atamsikiliza, atamjali, atakuwa na mapenzi ya kweli, kwa sababu akijua kumtunza yule baba asibadilike, mwanamke ana pepo yake. Kwa ndo ninachomuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mama, tutete kidogo. Wewe kwa jinsi unamuona yule mzee, wewe atatoboa na yule mwanamke kwa sababu vitu vyake 2000. Na mimi nahisi mwanamke anataka kumuona huyo wa 2000. Lazima nikashuhudie ombea. Kwaje naenda na wako huko. Sasa haya bana, baadaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. Kikoti bin Rajab. Kikoti bin Rajab. Naam. Ninakuozesha binti yangu Zuhura binti Gamba kwa mahali mliokubaliana. Sema naam. Naam. Nimekubali kumuoa Zuhura binti Gamba kwa mahali tuliokubaliana. Kikoti bin Rajab. Sema naam. Naam. Nimekuozesha. Sema nimemuoa. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Baadu, bwana, leo sina mawaidha marefu, ila nina nasaha chache, hususan kwa muoaji. Leo umeoa, na ndoa ni kitendo, ni sunna njema ambaye ameisisitiza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndoa hii umefunga, bimaana umekamilisha nusu ya dini. Sasa dini ili umekamilisha, lazima ndoa yako uichunge vizuri, uiamrishe katika matendo yanayostahiki ya kumjua Mungu. Mkeo umuelimishe katika njia zinazostahili za kumwelekea Mwenyezi Mungu. Mfanye ibada kumwabudu Mungu, lakini mfanye na mengine yote yanastahili kufanyika. Jambo kubwa ni kutoa haki ya ndoa kwa mkeo. Na ukiona kuna jambo linakutatiza, basi ni vizuri kurudi kwa wajuzi wa mambo ili ukapata ushauri kabla hujatoa maamuzi.
na leo muungana na familia ya kina mzee Gamba. Familia hii ndio ndugu zako, umeunganisha ukoo, umeunganisha udugu. Isiwe desturi ya baadhi ya watu wengine kusema ameoa mke tu. Kumbe mnapooa mke pia unatengeneza udugu wa familia ya yule mke. Lazima uone jicho lako ulipeleke kwenye familia ya mkeo. Mzee Gamba, huyu ndio mwanao. Kuanzia leo unapoletwa shauri, basi kaa vizuri na watoto wako na uwaeleze yanayostahili. Mimi kwa leo yangu ni machache, ni hayo. Nawatakia kila la kheri, ndoa njema, kizazi chema. Kwa uwezo wake la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu afanye ndoa hii yenye kudumu. Al-Fatiha. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Bwana harusi, pita wape mikono, vigeregere jamani. Vipi ndugu yangu? Safi, niambie. Shwari, habari za huko kwako? Fresh, mama anasemaje? Tumshukuru Mungu tuko wazima hapa. Vipi mbona uko na begi? Au ndo safari ishaiva? Mwanangu mimi nachomoka. Nachomoka. Unajua sikukuu imeshaingia kama unavyoona. Na nimeshachelewa sana. Ingawa nimechelewa, lakini angalau niende nyumbani, niende nikale sikukuu na familia. Lakini pia kama unavyojua, nina jambo langu ile tarehe 18. Nafahamu. Kwa hiyo nitakapomaliza sikukuu basi tutakwenda kumaliza ile jambo letu la harusi. Bwana, mimi nikuambie tu ndugu yangu kwamba na kwenye hilo swala lako sasa, tambua kuna ugeni wa watu hawa. Mke wangu na mimi. Sawa? Kwa hiyo andaa kabisa vitu huko, jua kuna jeshi linakuja huko nyuma. Sasa wewe unakosaje? Yaani nilitaka nishangae sana kusema kwamba utakosa kwenye shughuli yangu. Yaani kwa vitu ambavyo kwenye akili yangu siwezi kuvisahau wala kuvipuuzia, yani hilo swala. Nakumbuka hata kwenye harusi yangu ulikuja ndugu yangu, japokuwa kwa tuliniwakataa wanangu. Unavodai niliwakataa, kimi sijakataa. Ulikuja kwenye harusi yangu, ulitia shamla pakachangamka. Kwa hiyo mimi siwezi kukosa ndugu yangu. Lazima nije. Sawa, ila hapo kwenye swala la harusi nimekumbuka kitu. Unakumbuka kuna siku ulikuja kuniuliza kuhusu bwana mdogo fulani hivi ambaye ulikuwa una mashaka kwamba labda kuna namna moja au nyingine atakuwa labda ana mahusiano na mke wako? Unakumbuka? Juma. Mtoto wa mzee Kikoti? Mtoto wa mzee Kikoti. Sasa huyo mzee Kikoti mwenyewe hivi leo ninapokuambia anafunga ndoa.
acha masiara kwanza. Mimi tangu lini nikaanza kufanya masiara naye? Wewe mzee Koti si mtu mzima yule kabisa na binti zake wa kijana wake mkubwa. Haya anakuaje leo nao? Kwa hiyo mtu akishakuwa mtu mzima hawezi kuoa. Wewe unakumbuka ile issue ya babangu mimi? Unaikumbuka vizuri? Nakumbuka. Na uzee ule alokuwa nao, si alioa? Sasa inakuwaje hiyo ni kitu cha ajabu kwa mzee Kikoti kufunga ndoa na umri ule? Yaani unaona umji leo wote umepoa. Sasa nashangaa ni wewe peke yako ndio huna hizi taarifa. Ndugu yangu, sina taarifa yoyote inaendelea katika mtaa huu. Kama unavyojua mwezi Ramadhani nimekuwa ndani, kitoka ndani niko hapa. Naogopa hata kuzunguka mtaani. Naweza kuzunguka shika na tamaa kala mandazi. Nakosha karibu mfungo. Kwa hiyo nilikuwa ndani sina taarifa yoyote na wala sijui kinachoendelea. Laiti angekuwepo mke wangu angenipatia taarifa, maana ndio mtu wa kutoka toka sana, lakini hayupo, kwa hiyo sina taarifa chochote. Yaani wewe ndio mtu wa kwanza kunifikishia taarifa hizo. Sawa, sio kesi na mimi sidhani kama ndio leo nileta hilo. Nadhani ambalo limenileta nishakuelekeza kama mimi naondoka zangu, naelekea nyumbani Tanga. Sikukuu ndio hii imeshaingia na mimi nimeshachelewa. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu ndugu yangu. Nikaona sio busara eti niondoke nielekee nyumbani pasipo angalau kukueleza mwanangu kama mimi naondoka. Itakuwa sijakutendea haki. Basi mimi naona nifunge mlango nikusindikize ndugu yangu. Sule, haina haja. Kwa sababu unajua mpaka nimefika hapa na hili begi, maana safari tayari inanukia. Na nikasema nipitie hapa nikupe hizi taarifa kisha niwahi stendi. Sasa tukisema tena tunaanza kusindikizana, hauoni kwamba tutapoteza muda. Kwa fresh mwanangu. Basi ndugu yangu. Sawa, wasalimia kwa Tanga, waambie bwana Sue anawasalimia sana. Na kwenye ndoa tutakuja kama ilivyokuambia ndugu yangu. Basi fresh mwanangu. Pamoja ndugu yangu. Tuko pamoja na akija shemeji sijajua ameenda wapi. Ila utaniagia. Hamna shida ndugu yangu. Tuko pamoja. Poa. Gamba. Sule. Nzao midunduko. Haya. Kama nakuona vile kwenye harusi yako. Nitarudi nyumbani kutembea. Kaini ndugu zangu kuonana majaliwa. Kaini ndugu zangu kuonana majaliwa. Kaini ndugu zangu kuonana majaliwa. Kaini. Aya kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Aya kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Basi ndugu zangu, tunaomba utulivu kidogo tusikilizane. Baba, kabla ya kuingia ndani, tunaomba mfunue mama tuone sura yake. Kama ni yeye au sio yeye. Au mnasemaje ndugu zangu? Ndio! Haya, mfunue baba, ni mke wako wewe, mbona muogopa? Wow. Ndio mwenyewe mama yetu atujatiza. Aya kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Aya kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Aya kuolewa nitarudi nyumbani kutembea.